Kumtumikia Bwana, kuna kipindi tulikuwa tunaimba kumtumikia Bwana kuna faida. Jamani, haleluya. Tutaanza tu kwenye Biblia zetu. Kama una kitabu cha Biblia fungua katika Injili ya Yohana. Injili ya Yohana sura ile ya 12. Nitaanza hapo na mstari wa 26. Kumtumikia Bwana. Kama unaandika andika kumtumikia Bwana. Duniani kuna utumishi mwingi na watu wanapenda kutumika. Hakuna mtu asiyependa kutumika, ila tu unatumikia nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unaweza pia hata watu tuseme hata walioko serikalini wanatumika na serikali. Wengine wanatumika kwa moyo na wengine wanaona tu ili wapate kipato. Sasa wanaona ili wapate kipato hawaitumikii vizuri serikali. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila wale ambao wanaona kweli namtumikia katika nyadhifa zangu, anaangalia kipato, anaangalia wajibu. Jamani, semeni amina. Mbona mmekasirika? Au mnaendaga maofisini hamuelewi? Kwa hiyo kumtumikia nani? Bwana. Nisiongee sana mambo ya huko, maana wako huwa wataalamu wanajua namna kuwafundisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na nimebahatika katika wiki kama 2 hizi nimekuwa kwenye semina elekezi za kuwafundisha watu. Tulikuwa na semina ya jimbo Jumanne iliyopita kuwafundisha wachungaji na wametufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nimekuwa na semina hapa kanisani, semina elekezi na wajibu wa kila mmoja. Sasa ukifundisha hawa watu wengine usiwafundishe, hawawezi wakafanya vizuri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo somo la leo linasema kumtumikia Bwana. Jana tu pia nilikuwa na semina ya viongozi wote wa idara zote katika section hii ya Mtumba. Nilikuwa nawafundisha kumtumikia Bwana. Na mna bahati sana kwamba yale maono huwa yanaanzia kanisani yanakwenda juu. Haleluya. Sasa niliwaza kufundisha somo la kumtumikia Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na Roho Mtakatifu akalithibitisha. Amina. Biblia inasema hivi katika kitabu hiki cha Yohana Injili, Yesu anasema maneno haya. Kwenye Injili tuna vitabu 4 vinaitwa vitabu vya Injili. Jamani, amina. Kwenye agano hili jipya tuna kitabu kimoja kinaitwa kitabu cha historia, ambacho ni kitabu cha Matendo ya Mitume. Hiki kina maajabu mengi sana. Baada ya watu kukaa na Yesu, jamani, amina, wakasikia maneno yake, wakayatunza maneno yake, hata Yesu alipokuwa ameondoka wakayafanyia kazi, wakatumika. Sema wakatumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakawafundisha wengine. Ukisoma hii Injili ya Luka hii, Luka hakuwa mwanafunzi wa Yesu, ila aliokoka baada ya Yesu kuondoka. Lakini wale wanafunzi waaminifu wakamfundisha Luka. Jamani, amina. Tabibu huyu Luka, ukisoma ile sura ya 1 unaona kwamba Luka hakuwa mwanafunzi wa Yesu, ila alifundishwa na akafanya vizuri. Kwa tunapofundisha habari ya kutumika, tunataka uyaelewe vizuri na uyafanyie kazi vizuri. Sema amina. Kama unabisha basi soma Luka 1. Luka 1, ila usibishe, tunakwenda kuhakikisha. Haleluya. Luka 1 anza na mstari ule wa 1. Ndio.
Watu wengi wametia mikono yao, wameandika kwa utaratibu habari ya mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu. Luka sio mwanafunzi, ila anachukua jambo kwa usahihi. Mwanafunzi mzuri ni yule anayechukua mambo kwa usahihi na kwenda kuyafanyia kazi. Walimu, mtaniunga mkono, si ndio jamani? Jamani, amina. Sebai mwalimu wa siku nyingi, utaniunga mkono hii, si ndio jamani? Mwalimu anafundisha, anatamani mwanafunzi achukue kwa usahihi. Kati ya watu ambao walijifunza kutumika na amewaandika ni Luka. Hakuwa mwanafunzi wa Yesu. Kama walivyotuhadisia, maana yake kwa maneno mengine, kama walivyotufundisha wale waliokuwa na Yesu, walioyaona mambo ya Yesu, na wale watumishi walilo neno toka mwanzo. Maana wakina Petro, wakina Yohana, hao wakina Mathayo, wakina Marko, jamani amina, hawa walikuwepo. Lakini huyu Luka anatokea mwishoni, anafundishwa na anafundishika. Mwambie anafundishwa na anafundishika. Haleluya. Yuko tayari mtu kufundishika hapa? Yuko tayari mtu kufundishika hapa? Pigia Yesu makofi. Malizia kidogo hapo. Na mimi nimeona vema niwe mwalimu. Tunapokufundisha uwe mwalimu na wewe. Nimeona na mimi vema, na mimi nami, na haya nimetafuta kwa usahihi, nimekuwa makini. Jamani amina. Tunapofundisha, tunapohubiri, tunapoelekeza, tunakuwa makini. Sema amina. Na ametafuta kwa usahihi, amejilinganisha kwa usahihi. Unajua alimuuliza Petro, akamuuliza huyu, akamuuliza huyu. Jamani amina. Malizia hapo. Huyu amekuwa mwanafunzi, halafu anamwandikia mwanafunzi mwingine. Sema amina. Tuachane na huyo. Nitaka nikupe tu mfano ya kwamba nini kinachoendelea katika masomo ya kutumika. Jamani ya Bwana Yesu asifiwe sana. Twende kwenye somo sasa. Yohana Injili sura ile ya 12 mstari wa 26. Yesu mwenyewe anasema kupitia kinywa cha Yohana. Biblia inasema mtu akinitumikia na anifuate. Yesu anaongea habari ya utumishi. Mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Haya sio maneno, ni maneno ya Yesu mwenyewe. Haleluya. Ni maneno ya Yesu mwenyewe. Habari ya kutumika, mtumikie Bwana.